Chris Brown ameshtakiwa rasmi kwa kosa la kumdhuru mtu kwa makusudi na kusababisha majeraha makubwa sana ya mwili. Kufuatia tukio la shambulio kwa kutumia chupa lililodaiwa kutokea katika klabu ya usiku jijini London, Uingereza miaka 2 iliyopita. Jeshi la polisi la London Metropolitan Police limethibitisha mashtaka hayo na kueleza kuwa Chris Brown mwenye umri miaka 36 alikamatwa mapema siku ya jana Alhamisi asubuhi katika hoteli ya The Royal mjini Manchester, kama ambavyo nilikupatia taarifa hii hapo mwanzo. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la Daily Mail, tukio hilo lilielezwa kwamba lilitokea eneo la Hanover Square, London, siku ya Jumapili, Februari 19 mwaka 2023, ambapo mhusika aliyedaiwa kushambuliwa ni mtayarishaji wa muziki aliyefahamika kwa jina la Abdul, lakini uzito wa mashtaka unaashiria kuwa alipata majeraha makubwa. Naibu mwendesha mashtaka mkuu wa CPS London North Bi Adele Kelly alisema, "Tumepa idhini polisi ya Metropolitan kumshtaki Chris Brown kwa kosa moja la kusababisha madhara makubwa sana ya mwili kwa makusudi, kinyume na kifungu cha 18 cha sheria ya makosa dhidi ya mtu ya mwaka 1861. Tukio linadaiwa kutokea jijini London tarehe 19 Februari mwaka 2023. Mshtakiwa atafikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani, yani Chris Brown, siku ya leo Ijumaa tarehe 16 Mei katika mahakama Manchester Magistrate Court. Ukumbuke katika shtaka la mhanga huyo, yeye mwenyewe alidai fidia kiasi cha fedha bilioni 43 za Kitanzania kwa kuumizwa kimwili, kisaikolojia na kihisia pamoja na gharama za matibabu. Kukamatwa kwa msanii huyu kumefuatia ikiwa tu ni mwezi unaofuata anatarajiwa kutumbuiza kwenye miji mbalimbali huko Uingereza, takriban kwenye venue 10 kupitia tour yake ya kimuziki tour Brisbane XX anayosherehekea kutimiza miaka 20 kama msanii wa muziki. Chris Brown ana historia ndefu sana ya kwenda kinyume na sheria, hasa kwa matukio mbalimbali ya matumizi ya nguvu. Mwaka 2009 alipatikana na hatia ya kosa la jinai baada ya kumshambulia mpenzi wake wa wakati huo Rihanna, na alikiri kosa la shambulio la jinai felon assault na kuhukumiwa kulingana na sheria za Marekani. Katika tukio jingine mwaka 2014, Chris Brown alikiri kosa la kumpiga mwanaume mmoja nje ya hoteli iliyoko Washington DC na kukubali kosa hilo mahakamani. Mwaka 2024, msanii huyu ni watu wa karibu yake waliolipwa paid entourage walidaiwa kuwapiga wanaume kadhaa waliokuwa wamehudhuria tamasha lake huko Texas. Tukio hilo linalipotua bado lipo chini ya uangalizi chini ya mamlaka za usalama, na haya yakiwa tu ni mashtaka ama misala michache kati ya mingi ambayo imekuwa ikimwandama kwa muda mrefu msanii huyo. Hiyo ni SNS Mini Gen Man.